Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo, jina lipitalo majina yote. Karibu tena mtazamaji wetu mpendwa wa Alt of God Television. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa ajili ya nafasi hii. Nalibariki neno lako likapate kuwa mbegu itakayokwenda kuzaa matunda katika moyo wa kila mmoja anayekwenda kusikiliza. Katika jina la Yesu Kristo. Amina. Siku ya leo tunakwenda kujifunza somo fupi linaloenda kwa kichwa cha habari kinachosema ishinde roho ya hofu. Hofu ni ile hali ya mtu kuwa na nguvu nyuma inayompa wasiwasi wa kuthubutu kufanya jambo fulani. Hofu ni roho kamili kabisa, kama roho nyingine zozote ambazo unajua kwamba ni roho. Roho hii ya hofu mara nyingi shetani huitumia ili kumfanya mtu ashindwe kufikia mahali fulani penye utukufu. Na kwa bahati mbaya Mungu yuko kinyume sana na roho hii ya hofu. Na ndio sababu ni mara nyingi sana kwenye Biblia anasema usiogope. Hakuna mtu aliyeruhusu roho hii ya hofu kutawala maisha yake akafanikiwa. Iwe ni kiuchumi, iwe ni kiroho, iwe ni kielimu, iwe ni kiafya, katika eneo lolote lile kwenye maisha. Mtu aliyeruhusu hofu hakuwahi kufanikiwa. Kama usiruhusu roho ya hofu itawale maisha yako, usiruhusu. Unajua ni kwa sababu gani utakiwa kuruhusu roho ya hofu kutawale? Kwanza kabisa ni ili umpendeze Mungu. Kitabu cha Ufunuo sura 21 mstari wa 8, neno la Bwana linasema, bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabuduo sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndiyo mauti ya pili. Ni jambo la kushangaza kwamba Mungu anawafananisha waoga pamoja na wafanya dhambi wengine kama wazinzi, waashirati, wauaji. Yaani wewe mwenye hofu unafananishwa na muuaji. Uko kundi moja na muuaji. Mungu anachukia watu wenye hofu kwa sababu Mungu hawezi kufanya kazi na watu wenye hofu. Mtu mwenye hofu hawezi kuwa na imani, na Mungu hapendezwi na mtu ambaye hana imani. Hofu inaweza kukufanya hata ushindwe kufanya maagizo Mungu aliyokupa. Hofu inaweza kukufanya Mungu wako asionekane kama anatenda kazi. Hofu inaweza kukufanya watu wakaona kama vile Mungu wako afanye kazi kwa sababu ya hofu ulionayo wewe. Hebu angalia katika kitabu cha Hesabu sura ya 13 pamoja na 14. Ukipata nafasi kwa muda wako soma. Kitabu hiki kinaeleza jinsi ambavyo Musa anapewa maelekezo na Mungu kwamba tafuta watu, tuma watu waende wakaipeleleze nchi ya Kanaani. Wale watu 12 wanaenda kule, lakini wanaporudi watu 10 wanatoa majibu ya uoga ya kwamba watu walioko kule ni watu wakubwa, ni watu wanaoila nchi, sisi kwao ni kama vile panzi. Yaani wanatamka maneno yanayoonyesha uoga wao kwa wale watu. Lakini watu wawili, Joshua na Caleb, wanasema kwamba watu wa nchi ile kweli ni wako namna hii, ni wakubwa, ni watu wenye nguvu, ni majitu, lakini mle tutaingia. Mungu alichukizwa sana na hao watu 10 ambao walitoa maelezo ya uoga, maelezo ya kuonyesha kwamba wanawaogopa wale watu. Mungu alichukizwa na hao watu pamoja na wale wote ambao baadaye walimnungunikia Mungu kwa sababu ya maneno ya wale watu. Na mpaka ikafikia hatua Mungu akasema kwamba hawataona nchi ya Kanaani. Na watu wale hawakuiona nchi ya Kanaani, bali watoto wao ndio waliiona pamoja na Joshua na Caleb kwa sababu tu ya hofu waliokuwa nayo. Hofu inaweza kukufanya ukakimbia kitu ambacho hakipo. Biblia inasema mtu muoga ukimbia asipokimbizwa. Ni jambo la ajabu. Unaweza ukakimbia bila kukimbizwa kwa sababu ya hofu. Kabisa. Ni mambo mangapi ambayo umejaribu kuyafanya au umetamani kuyafanya lakini ukashindwa kwa sababu ya hofu? Ni mara ngapi Roho Mtakatifu amekwambia nenda kamshuhudie mtu habari za wokovu, ukashindwa kwa sababu unaogopa, kwa sababu unasema kwamba watanicheka, watanisemaje, watanionaje? Ni mara ngapi umepata wazo la kufanya kitu cha mafanikio, Roho Mtakatifu anakuambia nenda kaanze na biashara hii ndogo ya shilingi 2000, lakini ukaogopa
watu watanionaje, watu watasemaje kuhusu mimi. Lakini kumbe ungeanza na kile, leo ungekuwa umefikia milioni 100 kwa sababu ya shilingi 1000, 2000. Hofu ni adui mkubwa wa mafanikio, lakini ni adui mkubwa wa Mungu. Kwa hiyo mtu mwenye hofu hawezi kumpendeza Mungu. Sababu ya pili ambayo inakufanya usiruhusu hofu, ambayo inakusababisha usiruhusu hofu, ni ili ufikie mafanikio au hatima yako kuu. Kitabu cha Hesabu hiyo sura 13 pamoja na 14 inaonyesha ni kwa jinsi gani wale wana wa Israeli walishindwa kufika kwenye ile nchi ya ahadi kwa sababu ya hofu yao. Hawajawaona wale watu, wamesikia tu maelezo kutoka kwa wale watu wenzao waliokuwa na hofu, na wale watu nao wakawatia hofu kwa maneno. Baada ya wao nao kupokea yale maneno ya hofu, basi wakaanza kumkufuru Mungu. Wakaanza kumwambia Musa, kwa nini umetuleta huku? Kwa nini usiturudishe tulikotoka? Mungu akachukia sana na hatimaye akamwambia hamtakanyaga kwenye ile nchi. Kuna maeneo mazuri ambayo Mungu alikusudia ufike, lakini umeshindwa kwa sababu ya hofu yako. Kitu cha tatu kinachokufanya usiruhusu hofu ikutawale, au kinachoweza kukusababisha usiruhusu hofu ikutawale, ni kwa sababu unatakiwa usiruhusu hofu ikutawale ili usizame. Kitabu cha Mathayo sura 14 mstari wa 29 mpaka 30 tasoma. Akasema, njoo. Petro akashuka chomboni, akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Lakini alipouona upepo akaogopa, akaanza kuzama. Akapiga yoe akisema, Bwana niokoe. Mstari wa 30 anasema, lakini alipouona upepo akaogopa. Kumbe kuogopa kwake kulianza na kuuona upepo. Na alipoogopa tu ndipo alipozama. Kuna maeneo mengi umezama kwa sababu ya hofu ulionayo. Kuna maeneo mengi umezama kwa sababu ya hofu inayokutawala. Kuna vitu vingi Mungu amekuelekeza kuvifanya, umeshindwa kuvifanya kwa sababu ya hofu inayokutawala. Kama usiruhusu hofu ikutawale. Kama usiruhusu hofu ikutawale, watu waliofanikiwa, watu wenye mafanikio makubwa ni watu wasiokuwa na hofu. Ni watu majasiri. Ni watu wasioangalia ni situation gani, ni mazingira gani yanawazunguka, bali wanathubutu hata kama hali zinaonekana kwamba ni ngumu, ni mbaya, lakini wanaondoa hofu. Siku utakayoanza kuhofu, siku utakayoanza kuwa na hofu, ndio siku utakayoanza kuzama. Siku utakayoanza kuwa na hofu, ndio siku utakayoanza kuzama. Hofu isikutawale. Mpendo, usiruhusu hofu ikutawale, kwa sababu utakaporuhusu hofu ikutawale, Mungu atashindwa kufanya kazi na wewe. Mungu atashindwa kujidhihirisha kwako, na hakika hautafikia hatima yako. Kumbuka ili usije ukasahau kwamba siku utakapoanza kuhofu, siku utakapoanza kuwa na hofu, ndipo siku utakapoanza kuzama. Hivyo kitu chochote kile ambacho ulitamani kukifanya kilicho kwenye mapenzi ya Mungu, kitu chochote kile ambacho Roho Mtakatifu alikuongoza kukifanya na ukashindwa kwa sababu ya hofu, hebu leo nenda kaanze kukifanya. Ondoa hofu ndani yako. Na kama unaona roho ya hofu imekuwa kali, imezidi kusisitiza ndani yako, omba nguvu ya Mungu. Roho Mtakatifu ana uwezo kukuondolea hofu na kukupa ujasiri. Petro kabla ya kupokea nguvu ya Roho Mtakatifu alimkana Yesu kwa sababu ya kuogopa watu waliokuwa wanamuuliza, wewe si ulikuwa pamoja naye? Kwa sababu ya kuogopa kuuawa na watu. Aliulizwa na watu 3 akamkana Yesu. Lakini siku Petro alipopata nguvu ya Roho Mtakatifu, hofu iliondoka. Aliweza kusimama mbele ya maelfu na maelfu ya watu kulitaja jina la Yesu ambaye alimkana mbele ya watu 3, 2, 1. Kwa hiyo hofu inaweza ikaondoka kwa kupokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa kutambua hayo, tuombe maombi yako pamoja, na Roho Mtakatifu atakutia nguvu na hofu itaondoka ndani yako. Baba, katika jina la Yesu, nahitaji nguvu yako. Nahitaji ujasiri nikaweze kufanya kazi yako.
nahitaji ujasiri nikaweze kutembea katika makusudi yako. Natamani nipate nguvu yako ili nishinde roho ya hofu. Natamani nishinde roho ya hofu ili nikupendeze wewe, ili nifikie hatima yangu kuu, lakini pia ili nisiweze kuzama. Roho Mtakatifu peke yangu siwezi. Kuna sauti nyingi zinatamka nyuma yangu kila ninapojaribu kufanya jambo, na sauti zile zinanitia hofu. Lakini nahitaji sauti yako ya kunitia nguvu. Nahitaji neema yako ya kunitia nguvu ili hofu isitawale maisha yangu. Mimi ni jasiri kuanzia sasa na sitaogopa chochote isipokuwa dhambi, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pointi ya muhimu na ya mwisho ya kunoti ni kwamba usiogope chochote zaidi ya kuogopa Mungu. Kwa sababu hofu ya Mungu pekee ndio itakayokufanya umpendeze Mungu. Kwa hiyo kama usiogope kitu chochote, na Biblia inatamka neno usiogope, Mungu anatamka neno usiogope mara nyingi sana katika Biblia. Takriban mara 365 anakuambia usiogope. Hivyo kitu pekee cha kuogopa kwenye maisha ni Mungu. Hofu ya Mungu pekee ndio hofu inayoruhusiwa. Lakini vitu vingine vyote usiogope. Mungu akubariki. Unapozidi kubarikiwa, Mungu aendelee kukutia nguvu katika kile eneo ambalo ulikuwa una hofu. Naamini ya kwamba umepata nguvu katika jina la Yesu Kristo. Usisahau kusubscribe kwa chaneli hii ili kuweza kupata masomo yote ambayo Mungu atakuwa anatupa nafasi ya kuyaleta kwako. Na kwa kadri utakavyozidi kupata masomo hayo, utazidi kufunguliwa, utazidi kutiwa nguvu, utazidi kufarijika na kukua kiroho. Mungu wa mbinguni akubariki. Shalom kwako. Amani, imani. Amen.